tunaiona safari ya kwenda kutoa ubingwa kwa Young Africans? Safari ipo, lakini safari ngumu sana kwa sababu mpira unachezeka hadharani. Unapokosa key players kwenye timu yako, usitegemee kama itakuwa nyepesi sana. Kwa hiyo tuna wakati mgumu kwa sababu kwanza goalkeeper wetu Diarra ana suspension ya mechi 3, alafu ukiangalia mastrika kama na Depu, Dube, hata Mzinze wana injury. Na ukiangalia kwenye backline kwa maana ya Jobu na Ibrahim Baka nao wana changamoto ya injury. Kwa hiyo tunakwenda kwenye kipindi kigumu sana, na kama tutapata ubingwa msimu huu, maana yake itabidi tupongezwe mno. Yaani itabidi tuchukue ile kombe tukaleke mlima Kilimanjaro kwa ajili ya kusherehekea. Tuna wakati mgumu sana kiukweli, na hizi ratiba ambazo zipo ambazo zinatukabili zinafanya tuone kama tuna wakati mgumu pengine katika nyakati zote za kuchukua ubingwa. Kwa hiyo hata kama tukuchukua ubingwa, na ndio maana mimi nimeumia sana nilivyosikia hawa nguvu mbili wanazitaka zile pointi 18 ambazo sisi tumezipigania kwa jasho na damu wapewe bure, sababu kiukweli ligi kama unavyoziona, unaiona namna inavyokwenda, timu zimejidhatiti. Tuna kazi ngumu sana. Ni kweli ubingwa tunaweza tukaupata, lakini kazi tuifanye kidogo. Kwani ligi ni ngumu kwa upande wenu tu? Hapo tunaizungumzia Yanga, na umeniuliza juu ya Yanga. Umeelewa? Kama ukiniulizia kwa ligi nzima naweza ngakupata tathmini. Sasa umeniulizia kwa Yanga au kwa ligi nzima? Yes, kwa ligi nzima bado ligi ni ngumu kwa sababu ukiangalia nguvu mbili wamecheza mechi yao dhidi ya Pamba. Umeona namna ambavyo Pamba walivyowapa mechi ngumu. Yes, challenge ya kutosha sana. Ligi imekuwa ngumu kwa sababu hivi vilabu vyote vya ligi kuu kituondoa sisi majanti, maana yake vilabu vingine vyote vinakuwa vina wawekezaji kwa maana ya wadhamini. Umeelewa? Na hiyo imesababisha ligi iwe ngumu kwa sababu hakuna sasa hivi timu yenye njaa. Yaani hakuna timu yote ambayo ina njaa. Kila timu inaweza kusafiri eneo moja kwenda lingine. Tofauti na mwanzo ambapo ulikuwa unaona timu wakati mwingine inaenda inazuiwa labda kwenye nyumba za kulala au wanashindwa kusafiri kwa sababu labda fedha ya usafiri hakuna, lakini sasa hivi kila klabu ya ligi kuu imejidhatiti, na ndio maana unaona ubora wa ligi yetu umefika kwenye nafasi ya 5. Si vitu vya propaganda, ni namna ambavyo ligi ilivyokuwa imetengenezwa katika mazingira ambayo ligi inavutia. Kwa hiyo ligi nzima ni ngumu, yoyote anayepata ushindi ujue anapata ushindi kwa sababu amejidhatiti kwenye eneo husika. Na mnachopitia kigumu Young Africans ni upande kwa hawa wachezaji ambao tunazungumza upande wa injuries, ama pia katika swala la uongozi. Nimeona sasa kumekuwa na kelele, mashabiki wamekuwa kama pande mbili. Tuna kipindi kigumu kingine ukiacha swala la uongozi na swala la majeraha, lakini tunaingia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo tunapoelekea kwenye uchaguzi mambo yanakuwa mengi sana. Ndio maana nakwambia katika wakati ambao sisi tuna wakati mgumu ni kipindi hiki sasa, yani cha kuchukua ubingwa, kwa sababu kwanza tuna ratiba inatubana, majeraha ya kutosha kwenye timu, alafu kingine ni kwamba hili la uchaguzi nalo limeleta kelele nyingi kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaonekana kabisa tayari washaanza kampeni za uchaguzi. Sasa hao ndani ya Yanga yes wanatuharibia kwa sababu kuna wakati mwingine kama wanatupigisha shoti tu ambazo hazina msingi wote. Kwa hiyo ndio nakwambia ikitokea tumechukua ubingwa Dar es Salaam Africa, tunachukua ile kombe hili tukalipeleke mlima Kilimanjaro kwa ajili ya kusherehekea, kwa sababu tuna wakati mgumu kuliko wakati wowote. Yani tunatumia nguvu nyingi sana kwa ajili ya kuleta hata umoja. Umeona hata hizi sijui kelele ambazo zilikuwa zimetokea siku kadhaa nyuma za kwamba kocha anaonekana kwamba viwango vyake si vizuri, wanataka, kuna baadhi ya mashabiki wanaamini uwezo wa kocha umefikia tamati. Kwa hiyo kiukweli tunapitia wakati mgumu sana kwenye kipindi hiki cha uchaguzi na kipindi hiki ambacho tunaandamwa na injuries. Yes. Shukrani. Asante sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.